Karibu rafiki kwa ajili ya wakati huu ambapo naamini kwa neema ya Mungu tutaweza kupata somo hili, njia pekee ya uzima wa milele ila haionekani kirahisi, ambapo inawezekana kuna udanganyifu unaweza kuwa unaendelea kuhusu habari ya uzima milele. Usije ukakosa nafasi. Unaweza kujiuliza kwani ugumu uko wapi? Mbona tu imeandikwa muamini Yesu, tenda mema, mbingu ni ya kwako. Ni kweli unaweza kusema hivyo, lakini isiwe hivyo, kwani Yesu mwenyewe alisema njia ni nyembamba na imesonga sana na waionao ni wachache. Ikiwa Yesu aliweza kusema ya kwamba njia imesonga, ni nyembamba, wanaoiona ni wachache. Alafu tukiangalia katika ulimwengu wa sasa, Wakristo ni wengi sana. Ni wengi wanaokwenda makanisani, ni wengi wanaomwamini Mungu, ni wengi sana. Sentensi yake ya kumaanisha wembamba uko wapi? Wembamba ni uko wapi? Hata wewe mwenyewe kwenye maisha yako unaweza ukajiuliza hivi, wembamba uko wapi? Yaani ugumu uko wapi? Kwa kwamba Yesu alisema wanaoionao ni wachache, ukisoma Mathayo 7:14. Kwa nini wengi hawaioni? Kwa kuwa ni nyembamba sana, alafu kuna wengi wanataka kuingia ila hawawezi. Kwa hiyo hata hao wanaweza kukufanya usione, kwa kuwa wengi wanataka kuingia kwenye hiyo njia ambayo ni nyembamba. Wanaweza kukufanya hata wewe unayetaka kuingia usione, kwa sababu ni nyembamba. Wengi wanataka kuingia. Kwa maana hiyo, ikiwa mlango ni mwembamba alafu wengi wanataka kuingia na wewe uko nyuma, hutauona kwa sababu wengi wanataka kuingia na hawawezi kuingia. Kwa hiyo inawezekana wengi wakakuzuia kuingia mbinguni kwa sababu ya wao kujaribu kuingia na wasiweze. Laiti kama ingelikuwa ni nafasi ya wachache, ingelikuwa ni rahisi wewe kuingia, lakini itazidi kuwa ngumu kwa sababu wengi wanataka kuingia. Nitakuonyesha mfano mzuri mwepesi. Wakati Yesu anahubiri Injili, ama wakati wa kanisa la awali ambapo watu wengi walikuwa wanaifia imani, wanauawa kile tu Yesu anakufa. Manake wengi walikuwa hawahitaki hiyo njia. Kwa njia ilikuwa ni nyepesi kwa anayetafuta kuokolewa, anakuwa rahisi kuokolewa. Lakini tangu watu waliporuhusiwa sasa kila mmoja anaweza kuingia, imekuwa ngumu kwa wengi kuokolewa, wale wanaotaka kuokolewa. Kwa sababu wengi wanaotaka kuingia hawataki kuingia. Kwa hiyo mwisho wa siku wanamzuia yule ambaye anataka kuingia, anashindwa kuiona njia. Lakini lengo la masomo haya ni kukusaidia wewe ambaye unatamani kuingia katika uzima wa milele. Ndio hoja. Unatamani Yesu anaporudi uokolewe, uingie katika ufalme wake. Basi usisite, tutakwenda pamoja, tutasaidiana ili uweze kuiona njia. Kwa hiyo anasema kwa hiyo usilizike, na kwa kuwa wengi tunafanya hivi tuko sahihi. No, utapotea. Alafu ujue kitu kimoja rafiki, Yesu akirudi na ukajikuta uendi mbinguni, hakuna nafasi nyingine. Una nafasi moja tu ya leo. Nafasi yako ni ya leo, nafasi yako ni ya sasa. Yesu atakaporudi hakuna nafasi nyingine. Hakuna. Yesu anasema bahati mbaya huyu alikuzuia, kwa hiyo nenda kwa nafasi nyingine. Hapana, nafasi ni sasa. Habari njema ni kuwa huo mlango, hiyo njia nyembamba ni Yesu Kristo. Ni Yesu Kristo. Huo mlango, kitabu cha Yohana sura ya 10:7 anasema mimi ndio huo mlango wa kondoo. Kwa hiyo Yesu ndiye mlango mwenyewe. Yesu ndiye mlango. Usihangaike. Watu wanaweza kuwa wengi wanatafuta milango yao, wamerundikana kwenye huo mlango, lakini mlango ni Yesu. Ukifocus kutafuta mlango ambao ni Yesu utauona. Ukiwaangalia watu hutauona mlango. Ukiwaangalia wanaomtafuta Yesu hutauona mlango. Lakini ukimwangalia mlango ambao ni Yesu utauona. Ukiangalia wanaoingia kwenye huo mlango hutauona mlango. Lakini ukiutafuta mlango binafsi wewe ambao ni Yesu Kristo, utaona. Na pia hiyo njia nyembamba ni Yesu. Yesu amesema mimi ndimi njia na kweli na uzima. Kwa Yesu amesema mimi ndimi njia na kweli na uzima, kitabu cha Yohana sura ya 14 mstari wa 6. Kumradhi, nimeandika 6. Mstari wa 6. Basi ujue ni rahisi, kwa sababu yeye ndiye njia. Yeye ndiye njia. Ukiwa na yeye ndiyo njia. Yeye ndiye uzima. Ukiwa na yeye unao uzima. Ukiwa na yeye unayo kweli. Tutakwenda kuangalia kitu fulani. Unaona sasa upesi wake, ila ugumu unakuja hapa. Wengi tuna Yesu wetu ambaye tumemtengeneza wenyewe kichwani, na sio Yesu wa Biblia. Sasa
jikague hivyo, Yesu uliye naye ndo wa Biblia au umemtengeneza mwenyewe kichwani ili apatane na mapenzi yako. Yes. Kuna wale ambao kitabu cha Mathayo sura ya 7 ile kuanzia mstari wa 21 asema, sio kila aniambiaye Bwana Bwana ndiye atakayeuona uzima wa milele, lakini asema wengi watakuja wakisema tulifanya miujiza kwa jina lako. Lakini Yesu atawajibu, ondokeni siwajui. Maana yake nini? Walikuwa na Yesu aliyekuwa kwao katika vichwa vyao, sio Yesu huyu. Unajua, unaweza kujikuta unaabudu mawazo yako na unapita njia yako na sio Yesu. Yesu ndo njia. Kwa hiyo wazo lolote la kwenda mbinguni, hata kama ni bora kiasi gani na inatolewa na mtu msomi kiasi gani au maarufu kiasi gani, kama sio la Yesu Kristo mwana wa Mungu, achana nalo, litakupoteza. Angaikia wokovu wako mwenyewe kwa kuogopa na kutetemeka. Hiyo ni kitabu cha Filipi sura ya 2 mstari wa 12. Usikubali uongo wa shetani wa kuwa uko sawa tu na Yesu anakupenda. Unatenda dhambi, yeye anakuangalia tu. Unajua dhambi ilichomfanya msalabani. Ukitaka kujua Yesu ni nani, angalia msalabani. Yesu unayemtafuta, ukitaka kujua Yesu niliye naye ni sahihi, inategemea huyu Yesu wako mnakutana wapi. Kuna mtu anakwenda kuzinya, anakutana na Yesu, anamwambia nakupenda mwanangu, nakupenda ulivyo na zinaa yako, nakupenda. Na huyo mtu anaendelea kuzinya na Yesu anaendelea naye. Mtu analewa na Yesu anamwambia nakupenda mwanangu. Endelea, ana shida na wewe, ana shida na hayo mambo, endelea tu. Anategemea Yesu wako unakutana naye na anakuonyesha nini. Lakini Yesu wa kweli alisema nikiinuliwa juu. Wapi? Msalabani. Anaonekana katika msalaba. Katika msalaba unamuona Yesu, unakutana na Yesu katika msalaba. Msalabani ndipo anapokutana na Yesu wa kweli. Yesu wa kweli anakutana msalabani. Shetani hakuwahi kusulubiwa. Shetani anaweza kujifanya Yesu, lakini hakuwahi kusulubiwa. Ni Yesu pekee ndiye aliyesulubiwa. Yesu mwana wa Mungu aliyesulubiwa. Katika msalaba tunaona nini? Katika msalaba tunaona vile ambavyo dhambi ni mbaya, vile ambavyo sisi tulikuwa tumetengana na Mungu, vile ambavyo mwana wa Mungu anakubali kuaibika, anakubali kuteseka, anakubali kudharaulika, anakubali kufanyiwa kila kitu kibaya, na anakufa sio kwa sababu ya kosa lake. Angeliweza kutoka pale akaondoka, ila kwa sababu ya dhambi zangu, kwa sababu ya dhambi zako. Lakini angalia kule Getsemane, unapomkuta Yesu mpaka mishipa ya damu inapasuka, anatoa damu, jasho kama damu, matone ya damu, kwa sababu ya msongo ulio mkubwa kuliko kawaida na maumivu aliyokuwa anayakabili, mpaka anasema ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke. Amevumilia, mengine alikuwa sawa, lakini alipofika pale, alipoona anachokwenda kukutana nacho ni kifo cha milele. Kwa sababu gani? Ya dhambi. Dhambi sio kitu chepesi hata kidogo. Ukiona msalaba, hutokuja kucheka na dhambi. Hutokuja kucheka na dhambi, kwa sababu imemuua mwana wa Mungu kwa ajili yako wewe. Je, unaweza kucheka na dhambi? Huyo Yesu anayekwambia haina shida fanya, haina shida fanya, haina shida fanya, na asikupe nguvu ya kukusaidia kuacha, asikuonyeshe kwamba dhambi unayocheka nayo imemuua. Rafiki yangu, mwangalie Yesu wa kweli, anapatikana msalabani. Huyo ndiye Yesu wa kweli. Ndugu yangu, nikwambie kitu, hata shetani anaweza kujifanya Yesu katika mawazo yako. Naam, hata maono, ili mradi tu akuue. Yesu wa kweli hana hiyo tabia, lakini Yesu wa uongo ambaye ni shetani, yeye hana shida sana. Ana shida sana wewe kusoma Biblia. Naam, anaweza kudanganya, kudanganyifu mwingi wa shetani ambao watu wengi wa imani wamedanganyika. Wengine wanafuata tu kwa sababu ninaomba pepo anatoka, kwa sababu ninafanya hiki mambo yangu yanakwenda, basi mimi ninakwenda mbinguni. Lakini ujue Mungu wa mbinguni, hata wapagani waliokuwa wanaabudu miungu, Mungu alikuwa anawasikia, anawapa mvua, lakini hakufurahishwa kwa sababu anaabudu miungu. Hakuwa Mungu wao.
lakini ndiye alikuwa anawapa mvua wakati wanakwenda kutoa kafara watoto wao ili wapate mvua. Lakini anayetoa mvua ni Mungu wa mbinguni. Haimaanishi wale walikuwa ni watu wa Mungu, walikuwa ni wapagani, lakini Mungu anawapa mvua. Kwa hiyo unapoona miujiza peke yake haitoshi kukwambia wewe ni wa Mungu. Unahitaji kwenda na neno la Mungu kweli. Ndio maana Yesu katika kitabu cha Yohana, sijaandika hilo fungu lakini alifahamu, Yohana 4:24, kwamba abudu halisi watamwabudu Mungu katika roho na kweli. Kuna nguvu ya kweli, kuna nguvu ya Mungu ni kweli unapomwabudu Mungu, lakini kuna neno la Mungu ya kwamba lazima vipatane. Sio miujiza peke yake, sio uwepo peke yake. Maandiko, ukiwa na uwepo lakini maisha ni tofauti na maandiko, kila kitu tofauti na maandiko, huo sio wa Mungu, ni wa mwingine. Udanganyifu wa mwisho wa shetani utakuwa umejengwa zaidi katika mambo kama hayo ya misisimko na kadhalika, lakini pia neno la Mungu. Kwa hiyo nakusihi utambue kitu kimoja, ya kuwa shetani hajawahi kuwa na mapenzi na mtu. Rudi katika maandiko matakatifu, rudi katika maandiko matakatifu, rudi katika maombi, rudi katika maombi. Anza kuomba huko ukisoma Biblia. Tengeneza namna ya kuielewa Biblia wewe mwenyewe. Rudi katika ukweli wa neno la Mungu. Ndugu yangu, ukifanya hivyo unapata nafasi nzuri ya kuona kweli. Tunakumbushwa katika maandiko matakatifu, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Habari njema ni kuwa Yesu amekufa tayari na amefufuka tayari ili mimi niokolewe. Ni nini unachosubiri? Ikiwa Mungu amefanya kila kitu uokolewe. Kuna mambo mengi ya kujifunza uokolewe kutoka katika nini, lakini basi unaweza kuelewa wewe binafsi ya kwamba natamani kuokolewa, kuna kitu ninapungukiwa. Tutaendelea kujifunza kila siku kwa neema ya Mungu, kwa neema ya Mungu, kadiri Mungu anapofungua nafasi ya kujua neema yake, ya kwamba njia ya uzima. Tangu leo anza kufikiria wokovu na utafuta kwa nguvu, nao utaupata. Utafute, lakini haujabase kwenye matendo yako, haujabase kwenye jitihada zako binafsi. Wokovu unapatikana bure, lakini kwa sababu ni bure na kuna adui asiyetaka upate, ujue sio bure kiasi hicho. Yani ni bure kwa maana utaupata bure, haulipii, lakini kwa sababu shetani yupo kuhakikisha ya kwamba hauokolewi na nafsi yako na mwili wako ni adui wa Mungu, ujue sio rahisi. Ndio maana njia inakuwa ni nyembamba, kwa sababu vipingamizi ni vingi, alafu ni zawadi, ila vipingamizi ni vingi. Kwa hiyo sasa unahitaji kutafuta, utaupata, lakini inahitaji ujidhatiti, kwa sababu usipokuwa makini utapotea. Lakini hakuna mwenye jitihada ya kutafuta kwa moyo wa dhati atakayekosa, hakuna atakayepotea. Yani kiwa una moyo wa dhati wa kutafuta uzima wa milele kwa moyo wa dhati, sio kwa sababu ya faida za kidunia, unahitaji kwa moyo wa dhati, utaupata, hautapotea, hautapotea. Mungu hana mwangalia mtu yoyote, haijalishi yuko wapi, ile mradi tu anautafuta uzima wa milele kwa moyo wa dhati, kwa gharama yoyote. Hata mtupa. Ni baba wa wote, ni Mungu wa upendo. Ikiwa alimtoa mwanawe pekee, hawezi kumwona mtoto mahali fulani, binadamu mahali fulani ambaye amezungukwa na wadanganyifu wengi, lakini anaitafuta nuru, asimletee nuru. Atafanya kwa gharama yoyote, kwa njia yoyote, nuru ya Yesu ikufikie. Hata hii video ikiwa umepata nafasi ya kuisikia, na Mungu aendelea kutafuta njia ya wewe kufikiwa na uzima wa milele. Maana utafaidika na nini ukipata yote ya dunia, lakini ukapata sana nafsi yako? Na hakuna kitu kizuri kama kuwa na uzima wa milele sasa, lakini hakuna kitu kizuri zaidi
zaidi ukipata uzima wa milele pale baadaye, yaani ukaishi sasa hata milele utakapopewa mwili mpya ambao sio huu wa dunia. Basi asante kwa sababu ninaamini kwa neema ya Mungu, Mungu anakujalia tupate kuomba. Asante Mfalme kwa sababu ya somo hili. Baba, naomba neema ya Yesu ikamsaidie mtumishi wako ambaye amesikia, apate kumfahamu Yesu zaidi. Ni katika jina la Yesu. Amen.